Asanteni sana. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, mtetezi ya wanyonge, kijana Uhuru Kenyatta, mkazi wa Suna East kwa ward Upasi sub location. Na hii nataka kuzungumuza kuhusu mambo ya uizi ambayo inatekelezwa na mbunge Junet Mohamed na mtu ambaye anajulikana Ombok na mke wake, kwa sababu wao ndio watu ambao wanatuibia pesa ya CDF ya ujenzi ya mashule katika kwenye maeneo ya Suna East constituency kwa ward ifuatayo. Ukienda Nyaduong Secondary School ilitengewa zaidi more than 15 million, zaidi ya milioni 15, lakini hakuna hata matafari yoyote wala moja ambayo imeletwa katika kwenye shule ya Nyaduong Secondary School. Chajabu, hii pesa iliondolewa ikasonga ikaenda hivyo zaidi ya milioni 15 ya Nyaduong Secondary School, lakini hatuoni chochote ambaye ilijengwa hapo. Lakini pale kwa CDF inasemekana kwamba walifanya ujenzi za madarasa mpya. So tunaulizwa kama tunaweza kuwa na mbunge ambaye ni muizi, mbunge ambaye anafaa kukuwa mfungwa kama Junet Mohamed, ambalo anatuibia sisi kama wana Suna East constituency, kisha tunaambiwa sasa Junet ni mfanyakazi, Junet ndio mbunge ambaye anastahili kufanya kazi na Mheshimiwa Rais William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga. Mimi ningependa kuambia watu wa Suna East pamoja na Wakenya, na hii tunaalika EACC wakuje kwa ground ya kwamba huyu bwana Junet Mohamed anafaa kukuwa mfungwa kulingana zile vitu wametuibia kama wana Suna East constituency. Nyaduong imeliwa karibu zaidi ya pesa mingi, kwa sababu ukiambia zaidi ya milioni 15 si pesa kidogo. Hiyo ni pesa mingi sana. Zaidi ya milioni 15 sio shilingi moja, ndugu zangu. Na ni pesa ambayo tunaibiwa kwa CDF. Kisha inakuliwa, kisha Junet anarudi, na walimu wakijaribu kuuliza hizi pesa wanatishiwa maisha yao. Na ukienda katika kwenye rekodi ya shule haipo, haonekani, hajulikani hizi pesa ziko wapi. Na hizi pesa haitumwi kwenye account ya shule, inatumwa kwa account ambayo bibi ya Ombok ndio treasurer, mweka zina. Na huyu bibi Ombok ndiye anaenda Migori Cooperative Bank, ndiye ana withdraw hizi pesa zote ya uizi, kisha wanaenda kugawa na Junet Mohamed na bwana yake Ombok. So tukizungumuza kama wana Suna East, hatusungumuzi kwa sababu ni mambo ya kisiasa. Tunasungumuza kwa sababu tunaona ya kwamba EACC na serikali hatusaidii kama wana Suna East, kwa sababu serikali ambayo inafaa kutusaidia ndio serikali inatembea na Junet Mohamed kila mahali. Rais akiwa Garissa, Junet ako nayo. Rais akiwa Bungoma, Junet yako kando yake. Rais akiwa Mombasani, Junet. Kwa sababu gani? Yeye ni mfungwa na anajaribu kudanganya William Ruto ila aonekane ya kwamba yeye ni msafi. So tunasema EACC, tafadhali, Junet ni muizi ambayo tumedhibitisha yale ambayo tunasungumuzia. Lazima tukome na hii mambo yote ikomeshwe mara moja kama wana Suna East constituency. Radinya Girls iliwekwe tena zaidi ya milioni 14. Lakini ukienda pale hautaona chochote ambayo imefanywa na hizo pesa milioni 14 ikijengwa ujenzi ya bweni dormitory. Hizo ni pesa ambazo zimeliwa. Na ndugu zangu, milioni 14 sio shilingi moja, sio shilingi 14, sio 14,000. Ndugu zangu, milioni 14 ambayo ilikuwa inafaa kujenga bweni dormitory ambayo inafaa kujengwa Radienya Girls. Ndugu zangu, ukienda haipo, pesa imewithdraw, imetolewa na huyu mama ambaye tunazungumzia kwamba ni bibi ya Ombok. Yeye ndio mweka zina ya hizi account, kwa sababu hizi private account. So hizi account ni ya kibinafsi. So hizi account ya kibinafsi inatumwa pesa ndani, kisha bibi Ombok, kwa sababu yeye ndio mweka zina katika hizi account zote, yeye anaenda pale ana withdraw pesa, kisha wanagawa na Junet na bwana yake.
Ndugu zangu wa Kenya, mimi ningependa kuambia serikali ya William Ruto pamoja na Prime Minister Raila Odinga ya kwamba Junet ametuibia pesa ya CDF mingi, na tuko na evidence. Sio jambo la mzaha wala sio jambo ya kuchafuana majina, lakini ni jambo ambalo inafanyika kwetu Suna East constituency, jambo ambayo inaonekana. Ndugu zangu, hizi pesa sio chache. Milioni 14 kwa shule kama Radinya Girls. Tunasikitika sana kama wana Suna East wakati mali zetu zinaibiwa na zinaporwa. Pesa nyingi, pesa kubwa kubwa zinabebwa na gunia na inawekwa kwenye private account, kisha wana withdraw, na shule ama mkuu ama wakuu wa shule hawajui, na wakijaribu kuuliza wanatishiwa maisha yao. So tunauliza, itakuwaje shule inajengewa shule madarasa na shule hausiki? Ni waizi ndio wanahusika. Ndugu zangu, tunasikitika sana kama wana Suna East constituency. Tunakaribisha EACC, tunaambia EACC, kama mjui kazi yenu, tafadhali naomba ibanduliwe EACC, waende nyumbani ili tubaki na amani, kwa sababu hakuna haja tulipe EACC. Na sisi kama wana Suna East tunaona jinsi mali zetu zinaporwa na Junet na Ombok na bibi yake, na tufai kuzungumuza, kwa sababu sasa tunazungumuza na tuoni action ambayo inachukuliwa. Na hizi ndio vitu ambavyo tunapinga kama wakazi. Itakuwaje kama hii mambo ya Radinya Girls, yule signatory ni mkuu wa shule, principal, na huyu bibi, na kisha pesa zote zinaondolewa zote, hakuna hata shilingi inabaki katika kwenye hizo account, private account inakuwa withdrawn, inaenda hivyo. Shule hakuna kitu shule inabaki nayo, zote zinabebwa na hakuna kitu inajengwa. Ujenzi pia ni hivyo hivyo, ni duni, ambalo tunasikitika sana kama wana Suna East constituency, kwa sababu tunaibiwa na mbunge ambaye tunaamini kwamba anafaa kutekeleza maendeleo, na kumbe mbunge na wanashirikiana na wezi kama huyu bibi ya Ombok. Huyu tenda zote ambayo inafanywa tendering, na hii jambo ya ujenzi ambayo inafanywa na hizi shule inafanywa na tendering ya kampuni ambayo ifuatayo: Opiyo Sun. Hizo ndio kampuni ambazo zinajenga hizo shule. Opiyo Sun Limited Company ndio inajenga hizo mashule, ndio inajenga Radinya Girls, ndio inajenga hizo shule zote ambayo inajengwa kule kwetu. Na hizi ni vitu inafanywa na wachache, ambayo bibi ya Ombok na Junet wako na makampuni zao, yenye kampuni zingine hawezi pewa tenda. Na hii inafanywa kwa sababu kwa ajili ya kuibia wana Suna East kwa mambo ya ujenzi ya Kadika Girls na Nyaduong Secondary na Kadika Primary. Inajengwa na kampuni ambayo inajulikana kama Willing Keja Company na Peterson. So hizi ndio kampuni ambayo inaibia wana Suna East constituency. Hakuna jinsi tutafanya uizi. Opiyo Sun and Willing Keja, hizo ndio kampuni ambayo inafanya ujenzi. Opiyo Sun and Willing Keja Company, hizo ndio kampuni ambalo wanafanya ujenzi ya uizi kule kwa ward Suna East constituency. Opiyo Sun and Willing Keja, hizo ndio kampuni ambayo Junet Ombok na bibi yake wanatumia kuibia wana Suna East constituency katika mambo ya ujenzi ya mashule, ambalo hatutakubali kama wana Suna East tuibiwe na Willing Keja na hii mambo ya Opiyo Sun. Hii tunataka kujua mwenye kampuni ni nani. Hizi kampuni mbili, Willing Keja tunataka kujua mwenyewe ni nani. Opiyo Sun pia tunataka kujua huyu mwenye kampuni ni nani, kwa sababu makampuni zingine wakileta ili wapewe tenda wananyimwa, na hizi kampuni mbili ndio najenga hizi madarasa na ndio wanaibia, kwa sababu hawajengi, wanatumika kuiba pesa ya CDF ya ujenzi ya mashule. Jambo lingine la mwisho ni Radinya Primary School.
Radienya Primary School ambalo pia iliwekewa pesa zaidi ya milioni 9. Na ukiona hilo jinsi ambayo inafanyika pale, hakuna jinsi ilifanywa. Radienya Primary imeanguka zaidi mara 3 kwa sababu ujenzi duni. Imeanguka pa zaidi mara 3 kwa sababu ujenzi duni. Lakini ukienda kwenye tendering ya CDF, inasemekana ilibomolewa na ikatumika na ujenzi ya zaidi ya milioni 9 ya Radienya Primary School. Mimi ninauliza, kama Radienya Primary School ilijengwa mpya na zaidi milioni 9 ya CDF, na tumedhibitisha kwamba haikujengwa, ni paa tu ilikuja ikarekebishwa, na imeanguka zaidi ya mara 3 kwa sababu ujenzi duni ambalo Junet Ombok na bibi yake wanatumia hizi kampuni Willing, Keja na Opiyo San Company. Hizo ndio kampuni mbili ambao wanaibia Wanasuna East kwa ajili ya ujenzi ya madarasa. Vile vile ukienda kwa secondary, utaona majabu jinsi ujenzi ambayo inafanyika kule ambayo ni ya duni, ambayo pia hizi kampuni mbili ambayo tunasema kwamba Willing, Keja na Opiyo San ndio wenye kandarasi, ndio wenye tenda ambao wanatuibia. Na vile vile wenye ambao wanatumia pesa kwenye kaunti zao ni huu mama ambayo ni mke wa Ombok, ndio treasurer, na yeye ndiye ana withdraw pesa kisha anaenda kugawa na mbunge ambaye ni Junet Mohamed na mumewe Ombok. Tunataka kualika EACC. Mambo ya mashamba zipo. Jinsi imenunuliwa na pesa ya CDF na imenunuliwa na ikakuwa private land kwa sababu wanatumia CDF kununua kisha inakuwa ni private development, ambao hatutakubali jambo kama hilo izidi kufanyika kule kwetu Suna East. Hizi figure tukiweka ni zaidi ya almost 90 something million pesa ambazo zimeliwa kule kwetu kwa ajili mambo ya ujenzi. The same 16 million iliwekewa kwa secondary. Ukienda pale yala ambayo tunazungumza haya ndio yenye mfanyika pale kwa secondary school. The same ukienda Rabuor Taya. The same ilo jenzi imesimama pale kwa sababu ilijengwa duni. Zaidi ya milioni 120 zimeliwa na kuna mtu anazungumuzia hadi wa leo. EACC ipo, wanakula mshahara, wanakimbiza wale watu ambao hawafaa kukimbishwa, lakini Junet anatembea, lakini Junet anafaa kukuwa mfungwa Simulatewa ama Kodiaga ama Manyani kwa sababu ni mtu ambaye ametuibia muda mrefu. Ninamaliza nikisema hivi, sisi kama Wanasuna East tunasema tunataka watu wa EACC wakuje katika gas waangalie kama watapata rekodi yoyote ambayo shule ambayo inahifadhi. Hakuna shule yoyote ambayo inahifadhi rekodi ya ujenzi hizi mashule. Kadika Girls haina rekodi ya ujenzi. Kadika Primary the same haina rekodi ya hizi. Ukienda Radienya Girls the same haina rekodi kama hizi. Radienya Primary pia haina rekodi kama hizi. Kwa secondary haina rekodi kama hizi. Rabuor Taya Primary pia haina rekodi kama hizi kwa sababu wanatumia private account ya kuibia Wanasuna East kupitia CDF tendering, ambayo mweka zina ambaye ni mtu ambaye anatumika ni bibi ya Ombok, ndiye ana withdraw pesa from cooperative bank ya Migori, then wanaenda kugawanya na pesa inakuwa withdrawn yote. Ninaelika EACC. Junet anatembea na rais, lakini Junet ni mfungwa, anafaa kutumikia kifungo ya uizi wa Suna East. Kama sisi kama wakazi tunasema kwamba Junet anafaa kushikwa. Mambo ya Nyaduong, mambo ya Kadik, mambo ya Radienya na mambo ya Kwa na mambo ya Rabuor Taya ni vita ambayo inafaa kushughulikiwa vilivyo kwa sababu hizi pesa ni kubwa. Hizi sio shilingi ndogo. Hizi ni pesa ambayo ukiweka kwenye ujenzi, zile shule ziko tu pale. Jinsi ilijengwa 19 something ndio bado wa leo ziko tu hivyo. So Junet anatumia hizo pesa kutuibia sisi kama Wanasuna East constituency. Ninasema ya kwamba enough is enough, na tunaambia rais unatembea na mfungwa ambaye ni Junet Mohamed, muizi wa Suna East constituency. Asanteni sana.